Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mfikie nabii wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko hapa kawaida yetu katika uwanja wa Jakarada kama kawaida, na tunaongea na wananchi ndugu zetu wa Kenya. Tunaulizana maneno mawili matatu kuhusiana na Mwenyezi Mungu, na mimi naitwa Hassan, sijui kakangu anaitwaje? Naitwa Edwin Simiyu. Simiyu. Asante sana Simiyu. Nafikiri una swali ungetaka kuwauliza Waislamu, kwa sababu kuna mambo mengi sana ya Waislamu nyinyi hamjui, na pengine ungetaka kujua sababu kuna mambo mengi, sijui naweza kukutajia kadhaa pia kabla hujauliza swali lako. Kwa mfano, mnajiulizaga swali, mbona hawa Waislamu wanaendaga choo na maji? That is one. Mbona hawa Waislamu waoe wake zaidi ya moja? That is two. Mbona hawa Waislamu wakienda kuabudu katika msikiti wanatoa viatu, wanaoga miguu na maji? Mbona hawa Waislamu wakiabudu wanaelekea direction moja wote? Mbona sisi tukichinja kama sisi wa Kristo Waislamu hakuli nyama yetu, na ile hao wamechinja mnataka nyinyi mkule? Unaona sasa Waislamu tunasikia wanaridhi, wasichana wanaridhi mali ya baba zao, na sisi upande yetu wasichana waridhi, wanaume ndio wanapewa, wanaenda na kila kitu, they take it all, tunabaki hivyo. So there are so many questions ambayo inalinga katika mind za watu na unajua sisi pia huwa tunasingiziwa mambo mengi sana terrorism, sijui Al-Qaeda, Al-Shabaab, nini vitu kama hizo tunasingiziwa tu unaona. Na sisi tumekaa na Waislamu hii Kenya miaka mingi sana, hatujai pigana na mtu sisi tunakaa, unakuta jirani huyu ni Mkristo, huyu jirani mwingine ni Muislamu, nyumba hivyo unakuta tuko hivyo. Shule watoto wanasoma shule moja, duka tunanunua moja, pahali popote matatu tunapanda moja, unaona. So hizi ni vitu zingine tunaletewa huku ambaye sisi hatukuwa nazo katika sisi. Sasa sijui swali gani sasa ungetaka kuuliza ya kwanza. Hapo kwa viatu kutoa sina shida. Sababu hata kwa Biblia. Naam. Labda mahali hapo pa terrorism sisi tunaamini ati nyinyi mna imani kwamba ukiwa watu wengi unaenda direct paradiso. Hivyo tunaambiwa hivyo. Naamini kama mimi nashiriki na kanisa la Redeemed Gospel Church. Na tuamini kwa wake zaidi ya mmoja. Lakini nyinyi najua hamna shida na hiyo. Sasa ndio mimi inanifanya nakuwa najua Uislamu na Ukristo ni tofauti, kulia na kushoto. Kwa sababu hata wakati wa kuchinja, hata mimi nimelelewa Shabo, nilikuwa naambiwa Muislamu hawezi kula nyama yenye haijachinjwa na Muislamu. Lakini nyinyi mnatukaribisha, hata mimi huenda hapa nakaribishwa wakati wa kufanya hii mimi tunapewa tunakula. Sasa ukijaribu kuniambia hakuna tofauti, sasa vitabu zinafanana, lakini nadhani imani ni tofauti. Imani iko tofauti kidogo. Kwanza neno la terrorism, tunaona hata wewe kulingana na vile unaamini Waislamu ni magaidi. Tunaona vile unaamini. Mimi huambia hivyo, lakini mimi wale tunakaa nao hapa vile umesema, sijaiona shida. Sasa sijaiona wakiwa hata ni watu wa kupenda vita hata. Naam. Sasa sijui hiyo nayo ni gani. Sasa ile kitu iliyoko kwanza upande ya ugaidi na nini, Muislamu yoyote ni kwa mfano ukiona Mkristo mmoja amefanya makosa ama ameua mtu, huwezi kugeneralize Wakristo wote useme wauaji. Ni kweli. Hao Waislamu hiyo tu vikundi hiyo ambaye twingi hata zingine zimefomiwa na watu wa magharibi ndio waliform, kama Al-Qaeda ilifomiwa pale na Clinton wakati alikuwa president, alikuwa vice president, alikubali, aliulizwa maswali katika CNN, akaulizwa nani wa create hizi vikundi za kina ISIS na Al-Qaeda, wakasema hawa ndio wali create ili kufukuza Murashia kutoka Pakistan, aende atoke katika Pakistan, ndio walitumia hizo vikundi, unaona. So zingine za kutengenezwa, na Muislamu yote ambaye anajiingiza katika hiyo vikundi anakuwa yeye ni mtu binafsi mmoja ama wawili ama watatu, na haikubaliki katika dini ya Uislamu. Na Muislamu
Qurani kwanza ina sheria zake, si mchezo. Yani unaambiwa ukiua mtu katika Uislamu, yani dhambi yako ile Mungu anakuandikia. Hebu sikia vile inasema Qurani 5:32 inasema tu ukiani, if you kill one person utaface the consequences ambayo ni kubwa sana. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote, na mwenye kumwacha mtu hai kumsaidia kuishi ni kama amewacha watu wote hai. Unaona, if you kill one person katika Uislamu unaambiwa dhambi yake Mungu anakuandikia umeua watu wote wa dunia. Na kama ukiwacha mtu kama ule mtu ule alishikako kwa basi kule pande ile ya Mandela, unakumbuka siku ile ule mtu mmoja ambaye aliuawa, ambaye alikuwa anasaidia watu wasiuawe, unaambiwa ukiacha mtu mmoja Mungu anakuandikia umewacha watu wa dunia wote hai. Haya, kuna ingine ya pili katika hiyo, katika hapo alikuwa anasoma 17:33 wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua isipokuwa kwa haki. Akahukumu hakimu kuwa mtu huyu anastahili kuuawa, na akatoa amri ya kuuawa. Unaona, yani unaambiwa usiue mtu, nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki. Na hiyo haki ni gani? Unaambiwa haki upeleke kwa jaji ya hukumu, aseme huyu mtu anafaa kuuawa, ndio sasa huyu mtu auawe. Kwa hivyo kuua mtu katika Uislamu ni dhambi kubwa sana, is one of the madhambi kubwa katika Uislamu. Ile dhambi ya kwanza ni ile kumshirikisha Mungu, yani kuabudu kama masanamu hivyo na vitu vingine, manyota na nini, unaacha Mungu. Hiyo ni dhambi kubwa. Dhambi ya pili ni hiyo ya kuua. Ukiua mtu anaweza kuona ni kitu rahisi, lakini ni kitu kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo lazima utaadhibiwa, kwa sababu wale wameuawa na wale yule ameuawa na ule ameua, wote watasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Wataulizwa, wewe uliua huyu kwa nini? Na yeye ataulizwa, wewe alikuulia nini? Akaambia Mwenyezi Mungu, mimi sijui kwa nini akaniua. Unaona, so hii dhambi ya kuua katika Uislamu ni mbaya sana. Na ukiona mtu ambaye anajiingiza katika hizo vikundi, yeye anangojea atachoma kuliko shetani, kwa sababu huwezi kwenda kuua watu sasa ukute tumekaa hapa ukuje tuue sisi zote. Hii ni mikora tu. Sitarajie nikaenda mbinguni nipate Osama huko. Osama siwezi mpata mbinguni. Kama aliua tena mbinguni hata hakuna. Ila kitu Mwenyezi Mungu anafanya ni kuomba toba. Watu wanahukumiwa, na pia watu Mungu anaweza kukusamehe kama unaweza tubu. Bingu siku ya mwisho bingu hazitakuwa. Naona hizi bingu tunaona hizi za blue, siku ya mwisho bingu Mungu anasema hazitakuwako. Vitabu hata kitabu yenu kinakubali. Qurani inakataa. Hebu sikia Biblia vile inasema 51:6 kitabu cha Isaia. Bingu za siku ya mwisho hakuna. Watu wanaenda pahali inaitwa paradise, sisi tunaita na Kiislamu jana. Jana itakuwako, lakini hizi bingu zaondolewa. Inueni macho yenu mbinguni mkaitazame nchi chini. Tuangalie nchi, maana bingu zitatoweka kama moshi. Yani bingu siku ya mwisho hakuna bingu. Mungu atatoa hizi kila kitu, ataleta vitu mpya. Unasikia kutakuwa na paradise, yani ardhi mpya ambayo ni paradise. Haitakuwa hapa kwa sababu hatujui hali Mungu ataiweka siku yake ama. Hata Qurani inasema, naomba usome Qurani 21:104. Hata Qurani inasema the same thing. 21:104. 21:104 inasema hivi. Haya 104 inasema hivi, siku zitakapo zikunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za maandishi. Unasikia? Kama tulivyoanza umbo la awali, tutairudisha tena na ahadi iliyo juu yetu. Bila shaka sisi
ni wenye kufanya tuyasemayo. Unasikia? Bingu atazikunja kama karatasi. Anakuja hii bingu tunaona ni kitu kikubwa. Hizo wanadamu ni kubwa kwetu. Lakini Mungu mwenyewe kwake si kitu, anazikunja kama karatasi. Alafu analete umbile ingine mpya. Kwa hivyo hizo vitu zote zitakuwa hakuna, itakuwa imebaki ni paradise peke yake. Swali la pili ambayo umeniuliza kuhusu mambo ya kuoa. Mambo ya kuoa sio? Sasa shida yako yenyu ya kuoa ni gani hasa? Pande gani? Hebu niambie, bali iko tatizo. Inaweza kuwa uchumi ndio mbaya. Unajua pia saa zingine uchumi unaleta shida. Hiyo hapo tunaenda vibaya. Nadhani hiyo mimi mwenyewe naweza jijibu. Sababu hata kwa Biblia kuna watu walikuwa na wake wengi sana. Ni kweli. Na nataka kujua neno mwisho tu kabla ya nyinyi upande wa uvutaji sigara. Unaona mtu anatoka msikiti. Ana shida. Sigara mnaichukulia aje? Sigara mimi naona ni hadarati. Sigara na ndio naona sigara hakuna pahali imekubaliwa katika Qur'ani, kwa sababu kwanza harufu yake yenyewe peke yake inakuumiza wewe. Hata wewe ukivutia pale na mimi nivutie hapa, mimi nitalewa zaidi na hiyo sigara kuliko wewe mvutaji. Na sigara, hata wenye kuuza sigara wamekuandikia hii ni harmful for your health, wamekuandikia tu kabisa. Lakini wanadamu kwa sababu kuwa vichwa ngumu ndio wanavuta hizo sigara. Na mtu wa sigara anakuwa addicted, ni kama ni mihadarati tu, kwa sababu unakuwa addicted. Mtu hata ndio nasema ati unaona wengine mtu anatoka msikitini anaenda anajificha hapo kwa kona, anahakisha yake anaanza kuvuta. Haijaruhusiwa. Kama ingeruhusiwa angeenda msikitini avutie msikitini, lakini kwa sababu anajua sio kitu ambacho kimekubaliwa, ndio naona anavutia huko nje, tena anahepa, anapiga kona, na wengine wanavuta tu hadharani, sio? Lakini chakula unaweza kula msikitini, kitu yote mzuri unaweza kula msikitini. Hakuna hata hiyo handasi wanakula yote, mpaka hizo vitu wanakula zote, hiyo yote wanakula zote ni hata mira. Yote hizo zote ni vitu haramu. Kuna mtu mwingine siku nyingine tulikuwa nasilimisha, akaniambia, lakini mwalimu, mimi usiniambie nikule mera. Nikamwambia hapana, hii si hata iko kwa dini. Hapana, hii ni starehe za watu. Hiyo ni mtu na makosa yake. Nikamwambia sio hiyo. Kumbe alikuwa anafikiria ni kama desturi. Hata kwa Muislamu lazima ule hizo vitu. Hizo vitu zimekatazwa katika dini. Kwa hivyo dini iko hivyo, ni vizuri sana. Sasa maswali yote imetosheka. Siku nyingine tupitia karibu sana. Tupitia alafu tuongee mawili matatu, na pia tufundishe mawili matatu. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na mkutano wetu na tumeweza kujibu maswali mawili matatu ndugu yetu ambaye wa kibinadamu ambaye ameondoka, na ameuliza maswali mazuri, na amesema alikuwa hiyo maswali imemtatiza kidogo. Sasa niko na huyu anakujaga, si mgeni vile anakujaga sana, ni rafiki yetu, si mtu mbaya, ni mtu anauliza maswali yake. Kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki, sijui na wewe ujitambulishe. Kwa majina naitwa Sam. Mimi ni Mkristo na nimeokoka. Naam. Yes. Na umeokoka, Yesu ni Bwana. Hivyo ndivyo mnasemaga, si ndio? Haya. Okay, swali la leo ambayo ungetaka kutuuliza sio Uislamu, nafikiri unaweza kutuambia ni gani? Uone vile tutaweza kulijibu. Sawa. Kwanza niko na maswali mawili. Yes. Alafu nadhani hata nyinyi mnaweza niuliza swali kuhusu Yesu kama ni Mungu ama sio Mungu. Sio, tunaweza kuwa tumefanya vizuri. Naam. Juu hata nyinyi mnaulize swali, hata mimi niulize swali. Naam. Na sasa mimi nataka tusome kwanza Qur'ani. Qur'ani ngapi nataka isomwe? Iko hapa Qur'ani? Qur'ani tukufu. Nataka tusome Qur'ani chapter kidogo tu, nifungue fungua tu, hakuna shida. Kuna haraka. Nataka tufungue Qur'ani 457. 4157 4157 Qur'an.
hajakufa. Asante sana. Inasema hivi. Yes. Ni Suratun Nisa 4:157 inasema. Yes. Kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Yes. Bali walibabaishia mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kuwa kweli wamemua Nabii Isa, isipokuwa wanafata dhanna tu, na kwa yakini hawakumuua. Yes. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Yes. Okay, sasa swali langu mahali ambapo linakuja ni Qur'ani inatuambia ya kwamba hawakumuua Isa bin Maryam, lakini ilifanyika tu. Hii ya kizungu inasema it was made to appear. Yani hakuuawa, lakini kwao waliona ni kama wamemuua. Hiyo ni sahihi hivyo, nikisema hivyo niko sahihi. Na yule soma hiyo yako. Hii inasema hivi. Hiyo ya kizungu. Inasema 4:157 inasema and they are saying indeed we have killed the Messiah Jesus the son of Mary the messenger of Allah and they did not kill him nor did they crucify him but it was made to appear to them. Indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumptions, and they did not kill him for Satan. Sasa ukisoma hata ukisoma mantiki ya Kiarabu inaeleza vizuri sana ya kwamba walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa wakamsulubu yeye. Unaona, ndio Qur'ani inasema. Ila katika hiyo msemo wa Qur'ani Mwenyezi Mungu hajatuambia ni nani huyo alibabaishwa. Mwenyezi Mungu hajatuambia ni fulani, lakini tunaambiwa alibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa wakafanya nini? La kwa hakika hawakumuua. Yani Mwenyezi Mungu anaweka raba stamp, anasema kwa hakika hawakumuua. Unaona? Yes. Okay, sasa pale nilikuwa nataka tu focus zaidi ni hapa wakati nasema hawakumuua, they never kill him or crucify him but it was made to appear. Yani ilifanyika tu kuonekana kwao na mwenye kwa macho yao wameona wameua, lakini in reality hakumuua. Na aliyefanya hili jambo la kwamba aonekane kama amemuua ni Allah alifanya hili jambo, sivyo? Si ndio? Sasa hapo ndio kidogo nikawa nataka kukuuliza hivi. Hii kufanya kama kuonekana, hiyo ilikuwa ni udanganyifu ama ilikuwa ni kitu gani? Unajua Mwenyezi Mungu ana miujiza mingi sana. Yes. Mwenyezi Mungu anaweza fanya kitu yoyote. Na ndio naona hao walikuwa wanataka wamuue kabisa Isa. Lakini Mwenyezi Mungu akageuza zile nia zao. Akageuza mpaka mioyo yao. Wakaletewa mtu mwingine ambaye anafananishwa na nani? Na Isa. Wakamsulubu yeye wakidhani ni Isa. Na kwa hakika hawakumuua Isa, yule Isa mwenyewe. Huyu walisulubu ni mtu mwingine. Kwa hivyo kuna mtu aliyesulubiwa huo. Tunaambiwa walibabaishiwa mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Kwa hivyo walidanganya. Ukirudi ukiingia dipu katika hadithi tunaambiwa hawana elimu juu ya jambo hili. They are not sure. Hata hawa hawana habari. Ni kusema tu wanasema. Qur'an anasema kwa ajili ya kusema kwao. Okay. Hawa ndio walisema Mayahudi. Mayahudi ndio walisema ya kwamba sisi tumemuua. Tumemuua. Na walikuwa hata wameshai kumwambia hata Mtume Muhammad sallallahu tutakuua kama vile tuliua. Ndio ikashuka hii sasa maneno anaelezwa Mtume aseme awaambie Mayahudi hamukumuua. Lakini hamukumsulubu. Ilifanyika tu ionekane kama umemuua lakini hamjamuua. Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Unaona? Hivyo ndivyo inasema. Hivyo ndio Qur'ani inasema. Na ili jambo la kufanyika kwao ni kana kwamba Allah alidanganya hawa watu wasione ya kwamba ukweli walimuua, lakini ilifanyika hivyo kwao. Sasa si kudanganya, Allah adanganyi. Kwani Mwenyezi Mungu Allah anadanganya. Hapo ndio nilikuwa nataka kuulizia hapo sasa.
Okay, acha niseme kwamba kwa mfano ukisema anadanganya, nataka nikupe mfano. 4:10 Yeremia. Kwanza nataka kukupa mfano. Utanipea mfano tu pole. Kwanza tumalizane na hii, alafu tuende kwa hiyo ya Yeremia. Wakati hapa hii ilifanyika kwao, lakini sio ukweli kile ambacho kilichofanyika, si ndio? Kwa mfano mimi nikisema nimekulipa pesa, si ndio? Lakini na real sense sijakulipa pesa, si ndio? Unaweza sema huo mfano hapo ni kitu gani nimekufanyia? Unajua mfano wa binadamu huwezi linganisha na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni supreme. Yeye ako above. Yeye akisema kitu, you cannot question. Kwa nini amesema hivyo? Na ndio naona katika Qur'ani 21:23 inasema Mwenyezi Mungu haulizwi jambo lolote analofanya. Kwa sababu yote anafanya ni haki. Lakini mimi katika macho ya kibinadamu sisi tutaona kama Mwenyezi Mungu anafanya nini? Amenang'anya. Lakini si kweli Mwenyezi Mungu adanganyi. Kwa sababu huwezi ukamquestion. Ameshaamua kitu, ameamua na inakuwa ni hivyo. Yeye mambo yake akitaka kufanya kitu anasema kun fayakun, na iwe na inakuwa be it was. Naam. Okay, hiyo nimeelewa. Wacha sasa uliza sana kuhusu hiyo. Na jambo jingine ni kwamba wacha niulize kuhusu hadithi tunafuata hadithi za Mtume Muhammad, si ndio? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadith. Sasa tunafuata, si ndio? Sasa kuna hadithi hapa moja nilikuwa nikisoma na nikasema nitakuja kukuuliza ndugu yangu. Kwanza kabisa wacha nikuulize hivi. Wacha tuifungue ndio tuelewe. Hadithi kwa tumeisoma ndio mzuri. Wacha tusome kwa sababu tuwe mnaleta ni nani? Tusiongee tu maneno yetu wenyewe. Here hadithi hapa ndio hii sunna.com hadith Sahih Bukhari 31:75 inasema, once the prophet was bewitched so that he began to imagine that he had done a thing which in fact he had not done. Sasa hii ni Sahih Bukhari 31:75. Sasa swali langu nikawa najiuliza, nabii wa Mungu anaweza kuwa nini? Bewitched? Yes, ni binadamu. How is that? Inawezekana. Na nabii wa Mungu si ako na nguvu ya Mungu ambayo inamlinda. Sasa baada ya kuwa bewitched ilifanyika nini? That is the question. Okay, alirogwa kweli, alirogwa. Hadithi iko, alirogwa na Myahudi alikuwa anaitwa Rabid bin Asam. Rabid bin Asam ni Myahudi. Wayahudi ni wachawi kweli kweli, usiwaone hivi. Hata na shida kwa mnawapendea nini hao watu? Walimroga mpaka mtume. Lakini nini ilitokea baada ya kurogwa? Mwenyezi Mungu alituma Jibril na Mikail na wakakuja. Ndio maana ya kushuka sura 2 kwa Qur'an. Sura ni 2, kula bi Falaq na kula bi Nas. Na hiyo mtume ndio alisomewa na Jibril wakiwa na Mikail. Na hiyo story ikaishia hapo. Ule alimroga, mtume akashindwa ni nini? Kwa sababu wahi haiteremuki na wahi ilikuwa inakuja. Sasa ndio akatumwa. Mungu ndio analinda, nabii wanaenda na Mungu. Akatuma Jibril. Jibril akaja, mmoja akakaa kwa mguu, Jibril akakaa kwa kichwa, Mikaeli akakaa katika miguu yake. Amefanyika nini amefanyika huyu? Akasema amekuwa bewitched na nani? Fulani bin fulani. Ametumia nini? Ametumia ilikuwa ni kikopo na nywele yake na iko wapi hizo vitu? Zimetupwa kwa kisima fulani. Unaona sasa? Sasa baada ya hapo ndio zikashuka hizi aya. Mtu akafundisha hizi aya. Hizi ni za mtu alikufanyia sihiri, alikufanyia uchawi. Kwa hivyo kilichokuwa kinafanyika wakati ya mtume ni faida kwetu sisi wanadamu. Sasa mimi ukinifanyia sihiri, mimi tarudi kwa Qur'ani. Qur'ani kuna dawa yake, ndio hii. Unasoma na mtume alisoma hizo tu na hiyo kitu ikapotea hivyo tu peke yake. Sasa tukafundishwa vitu kama hii kitokea, unasoma kitu kama hii. Unaona? Hata tukisoma katika Biblia, nani alivuvuliwa na mwanamke mchawi? Samueli alivuvuliwa katika Samueli wa 2 28 kuanzia moja, usome teremka chini. Hata tukisoma sasa utaiona. Samueli alikuwa amekufa miaka mingi, alafu ikatafutwa mama mchawi akafufua Samueli katika Biblia. Ama nataka tuiangalie.
Hebu angalia Samueli wa kwanza, hebu angalia Samueli wa kwanza 28. Kwanza 28. 28, hebu angalia, wacha niangalie ndio nione kwa ndio nikumbuke vizuri. Tazama, lakini Sauli alipo, ngoja kidogo. Nabii Samueli si katika Biblia alikuwa amefariki katika dunia. Basi Samueli alikuwa amefariki katika dunia. Nao Israeli wote walikuwa wamemuomboleza. Samueli ameshakufa, lakini wanamuomboleza Waisraeli wote. Na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa ameondolea mbali hao wenye pepo. Alikuwa ni mfalme wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shenamu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote na wakapiga hema katika Gilabu. Basi alipowaona hao majeshi wa Wafilisti, huyu Sauli akaogopa. Ameona jeshi kubwa na ule alikuwa anawasaidia Samueli hayuko, amekufa. Na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana akamjibu, wala kwa ndoto, wala kwa Urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akamwambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo, mwanamke mchawi sasa wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake akamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikiria yule mwanamke siku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nikamtajae nitakaye mtaja kwako. Anamwambia ule ambaye nitamtaja, hiyo utaniondolea, kama amekufa atafufuka. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo. Kwanza alikuwa amewafukuza watu wenye pepo, akawafukuza. Sasa huyu Sauli, ili aweze kuona ujua, yule mwanamke alivaa nguo zingine, akajifanya kama mtu maskini hivyo. Pepo wa utambuzi. Angalia, najua ulivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatalia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona umenidanganya? Kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Mfalme akamwambia, usiogope. Waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi akasujudu. Unaona mwanamke alifanya nini? Alitambua, alimfufua Samueli baada ya kufa siku nyingi, na nabii wa Mungu. So mwanadamu yote anaweza rogwa, si atakuwa nabii hawezi fanywa kitu. Kama wanamuua manabii ni kurogwa tu. Kama manabii wanauawa, wengi wameuawa,
na binadamu. Je, ni kurogwa tu peke yake? Ndio naona sasa katika mtume alirogwa na huyu Yahudi, Arabidi bin Yasam, dawa yake hapo Jibrili huyu akateremsha dawa yake hapo. Kaambia kama unapata hiyo mtu kuroga, soma hizo vitu. Soma hizo maneno ya Mwenyezi Mungu, uchawi wote unapotea. Ndio naona sisi Waislamu sio kama naona Wakristo wengi wanaogopa sana mambo ya uchawi. Si ndio? Lakini sisi katika Uislamu mtu akuroga kuna dawa yake ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Si kwenda kwa mganga mwingine kusoma Qur'ani. Unamsomea. Qur'ani kama ni kuna uchawi jini natoka. Ni dawa. Sikia zile Qur'ani inasema 17:82. Qur'ani tumeteremsha katika Qur'ani haya mafundisho yake ambaye ni ponyo, poza la nyoyo na rehma kwa wanaoamini, wala hawazidishi mafundisho haya madhalimu. Wale hawaamini Qur'ani hawazidishiwi madhalim ila khasara tu, kwani hawakubali kuyafata. Unaona sasa, kama unaamini unaambiwa Qur'ani ni ponyo, yani unapona. Yani unapona kama ulikuwa umeshikwa na hiyo, tuseme kama ni mtu amekurushia hizo mashetani na nini, ukisomea Qur'ani hiyo vitu zote zinakwisha. Inaisha kabisa. Hakuna hata nini titio kama yenyu. Unajua ile yenyu kule naona kila Sunday. Unajua kule kwenyu mimi naona mnatoa kila Jumapili mnatoa. Kama uko naye sema tunatoa sasa hivi. Haya. Hiyo iko sawa. Okay. Wacha hiyo niweke kando. Ingine ni hadithi nyingine tumesoma hapa. Naam. Bado ni sahih Buhari. Hii kidogo nadhani inaweza kuchallenge mwalimu. Nadhani tu. Wacha ni predict. Wewe predict tu. Hakuna shida. Okay. Hii ni kuhusu Allah. Sawa. Inasema hii ni sunnah.com. Alafu kuna Sahih Muslim 27:49 inasema hivi, by him in whose hands is my life. If we were not to commit sin, Allah will sweep out of existence and he would replace you by those who would commit sin and seek forgiveness from Allah, and he would have pardoned them. Sasa hii ni hadithi ambayo inatuambia kwamba kama sisi tukikosa kufanya dhambi, Allah atatu sweep out of existence na atatureplace na wale ambao wanafanya dhambi, ndio tu wanatubu. Yes, na wanatubu. Ndio maana umeambiwa utubu. Sawa, si ndio? To commit sin and seek forgiveness from Allah and he will have pardoned them. Sasa swali langu ambalo nataka kukuuliza, kama sisi wote tungekuwa tutendi dhambi, what is the point of to sweep out kama tutendi dhambi? Mimi nilikuwa nadhani ya kwamba Mungu anafurahia wakati hatutendi dhambi, si ndio? Na wakati tunatenda dhambi ndio Mungu anakasirika, si ndio? Na sasa hapa mbona tunaambiwa kama hatutatenda dhambi basi Mungu atatu sweep out of existence? Unajua wewe na mimi na wale wanadamu wengine, Mungu ndiye alituumba. Na alijua huyu mwanadamu hata nikimweka duniani atafanya makosa tu. Kwa sababu mwanadamu wa kwanza ambaye ni baba yetu Adamu, ambaye tunaitwa wana wa Adam. Yes. Alicommit sin. Na ameambiwa usifanye hivi. Najua mtoto mdogo unamwambiaga, "Daddy, usirudi kufanya hivi." Anasema ndio baba. Lakini baadaye hata dakika 5 amesha commit. Unamwambia simekwambiaje wewe? Anasema sorry. Unaona? So Mwenyezi Mungu ndio kawaida ya binadamu. Binadamu hata mfanye nini atafanya makosa tu. Anafanya makosa. Ndio Mungu akasema na Mwenyezi Mungu anafurahia huyo mwanadamu wakati anafanya makosa, alafu anarudi kwake. Mwenyezi Mungu anafurahi. Kama wewe mnaona kweli nimekosa lakini narudi kwa Mungu, namuomba msamaha, Mwenyezi Mungu anafurahia hiyo. Ndio anasema lakini mwanadamu ule ambaye afanye sini ni ngumu sana kupata mwanadamu ambaye afanye sini. Hakuna hawezi patikana dunia hii yote. Na hakuna mwanadamu hakufanya makosa. Wanadamu wote wamefanya makosa. Sasa unaona hiyo accept. Hata manabii walikuwa wanatereza hivi kidogo. Maana yake wewe ukifanya dhambi umtubie. Ndio Mwenyezi Mungu ameleta tauba, umtubie Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hakuna mwanadamu hakosei.
Sawa? True. 100%. Mwenyezi Mungu kama hamkosei hapa duniani, si amesema angewafagia? Ama namna gani? Yes. Kwa sababu mnakosea na mnarudi kumtubia, yeye anawasamehe na atafanya hesabu na nyinyi siku ya mwisho. Umeelewa? Karibu sana. It's very simple. Ni pale tu tunarudi pale pale. You cannot question him. Unaona? Hiyo ni kauli yake imetoka. Sasa huwezi kumuuliza kwa nini Mwenyezi Mungu usiungelete hawa ambao hawafanyi dhambi wakae basi dunia wakae forever. Lakini sasa huwezi muuliza. Maneno ikishatoka kwa kinywa chake imeshatoka. Hairudi. Okay. Kwa sababu Biblia yangu inaniambia Mungu wetu tunaweza muuliza. Sawa. Biblia inasema haya njoni tusemezane. Anasema Bwana. Unaona? Mungu wetu sisi tunaweza muuliza. Hata Qur'ani inasema, na si nimeambiwa kusemezana ni sisi. Sio Mungu ndiye anatuambia Mungu wetu. Sisi wanadamu tuje tusemezane. Haya sasa hapa bana ngoja kidogo. Isaia mimi nakutolea Isaia ngapi? 1:18. Si ndio hiyo? Acha tusome basi. Acha tusome tu. Hiyo ni wanadamu wanaambiwa waje wasemezane. Wanasemezana na nani? Wanasemezana wenyewe. Yeye anayesema haya njoni tusemezane. Huyo nani? Wacha tusome. Haya angalia. Haya njoni tusemezane asema Bwana. Okay. Nani anayesema njoni tusemezane? Haya njoni tusemezane asema Bwana. Mungu ndiye anasema. Haya njoni tusemezane aseme Bwana. Sawa? Haya. Dhambi zenu. Mungu anakuanga na dhambi? Dhambi za watu. Ni za watu, sawa? Kwa hivyo wanao wanasemezana ni wale wenye nini? Wenye dhambi. Okay. Ngoja tuende polepole. Anasema haya njoni tusemezane asema Bwana. Sawa sawa. Mwenye anayesema njoni tusemezane ni nani huyo? Sasa wakati unaongea na Mungu na wakati unaomba usemezani na Mungu? Of course nasemezana na yeye. Of course nasemezana na yeye. Wacha tumalize haya. Wacha tumalize. Haya njoni tusemezane asema Bwana. Dhambi zenu zitakuwa nyekundu sana, zitakuwa theluji kama nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu sana kama bendera, zitakuwa kama sufi. Yes. Sawa? Kama mkikubali. Sasa wale wanakubali ni watu kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Unajua bali mkikataa na kuasi, anayeasi ni viumbe. True. Na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Sasa Mungu, kuna mambo mawili hapa ambayo ndio umechanganya. Kwanza kuna kusemezana na kuna kuulizwa swali. Mimi nilikwambia Mungu haulizwi maswali, lakini kuongea na Mungu naweza ukaongea na yeye na njia nyingi. Kwa sababu Mungu anaongea na kila kiumbe. Kwa sababu hata wakati uko kwa nyumba peke yako, unamwambia Mungu, mimi leo sina pesa, naomba unifanyie hivi. Si uko peke yako? Hayo ni maombi unamwomba. Na ni between wewe na nani? Wewe na Mungu. Unasemezana na nani? Unaongea na Mungu. Hata kwa Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema tusemezane. Okay. Qur'ani amesema tusemezane. Unajua ni wanadamu wasemezane. Ni wanadamu wasemezane. Lakini sasa unaona maneno ya Mungu. Sawa. Hiyo ni wanadamu wanasemezana, sivyo? Kama vile tunasemezana sasa hivi. Sisi tunaongea mambo ya Mungu, sivyo? Lakini tunaona hii Biblia imesema sisi mwenye anayesema haya njoni tusemezane, huyo ni Bwana ndiye anayeambia watu njoni tusemezane, sawa? Ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufi. Iko hivi. Ile kusemezana inaambiwa pale. Mungu kama anaongea na watu, naongea na binadamu, ni nabii anatoa maneno kwa Mungu. Anawaletea nini? Analetea watu. Kwa hivyo mnasemezana na nani? Mnasemezana na Mungu. Kwa sababu kwanza Mungu amemtuma mtu, amewaletea nyinyi maneno. Hiyo maneno imeletewa wanadamu. Kwa hivyo mnaongea na Mungu. Nabii akiongea na yeye, maneno yametoka kwa Mungu, mnasemezana na Mungu. Kwa sababu anakuambia usiibe, usizini, usiue, usiongee uongo, penda jirani yako. Hiyo ni maneno yametoka kwa nani? Kwa Bwana mwenyewe. Anasemezana na wanadamu, anawaambia hii usifanye, hii usifanye, hii usifanye. Simple. Hakuna bado tunapitania. Nataka kidogo mali tumepitania. Bado hajaelewa. Hapa Mungu anasema haya njoni tusemezane. Sawa? Anayesema Mungu ndio anasema ni nani? Ni nabii. Ni nabii. Yes. Nabii mwanadamu si mwanadamu. Ni mwanadamu. Na huyu nabii anasemezana na nani? Anasemezana na watu. Sasa story zimeisha ndugu yangu.
Imeisha hiyo, imeisha. Hakuna haja ya kushinda hapo. Hakuna haja ya kushinda hapo. Tukisema kwa mfano, tukisema kwa Qur'an, ukisikia Qur'an inasema sema, yule anayefuata akisema hayo maneno, si ni Mungu ndiye anayeongea kupitia anasema sema, anamwambia mtume sema Muhammad sema. Na kwa hivyo yale maneno ambayo anasema sio ya Muhammad, ni ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Na hata hii ya Biblia ni ya Mwenyezi Mungu. Sasa hapo wakati Biblia inasema haya njoni tusemezane, yule anayesema haya njoni tusemezane ni Mungu, ni Mungu. Haya njoo tusemezane, asema Bwana. Sawa? Yes, mmoja anayesema ni Bwana. Angoja basi. Anayesema haya njoo tusemezane, asema Bwana ni nani? Okay. Ni Bwana Mungu. Ni mtu ama si mtu? Ni Mungu. Huyu alisikia kwa nani? Amesikia kwa Mungu. Ndio kaambia watu simple. Tunashinda hapo. Leo swali lingine. Hiyo swali lingine tuendelee. Okay. Okay, hapo kidogo mmenipiga chenga bwana. Hapo kidogo hapa inabidi uende usome uende darasa ya Kiswahili. Sababu hii ni Kiswahili tunaongea na kama hujaelewa rudi kwa mwalimu wako wa Kiswahili. Nilikuwa nataka niwafunze hii Biblia bwana. Huwezi kutufunza Biblia. Sisi tumesoma Biblia. Walete swali. Okay. Swali lingine ni kama swali. Mimi niko na maswali ujue. Ya kuhusu. Wewe ulisema nikuulize. Nitakuuliza. Fanya aje? Nilikuwa nimejipanga na hiyo maswali mbili. Kwanza ingine ilikuwa ni ya Uislamu wa Yesu ulipatikana namna gani? Hiyo ilikuwa ni swali lingine ya maana sana. Uliza tu. Lete. Uko hapa. Okay, acha unijibu basi hii. Waislamu wengi wanasema ya kwamba Adam alikuwa ni Muislamu. Bado kuna nabii Ibrahim, yani wote kuanzia Adam na nabii wote kuanzia Adam kuja mpaka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna nabii alikuwa wa dini nyingine, wote walikuwa Waislamu na madhibitisho yuko ndani ya vitabu, na hakuna kitabu kingine inaweza toa aseme manabii walikuwa dini hii, walikuwa dini hii. Good. Sasa hapo ndio nilikuwa nataka tufike. Sasa nataka uniambie kitu kimoja, nataka unihakikishie ya kwamba Yesu alikuwa Muislamu, kwa sababu Uislamu venye mimi najua ni submission, si ndio? Submit your will to God. Uislamu ni kusubmit. Hiyo ndio maana kamili ya Uislamu, na Waislamu wengi wananiambia kuwa Muislamu ni kusubmit your will to, kukubali maneno yote ya Mungu. Yale unaambiwa Mungu akisema ukae chini, ukae chini. Mungu akisema ulale flat, lala flat. Akisema uamuke, uamuke. Yaani unafuata amri zote za Mungu, yeye anasema. Bila kupinga, bila nini, unakuwa toto, una humble katika hiyo maneno Mungu amesema. Total submission between man and his creator. Na maana nyingine ya Uislamu ni amani. Unakuwa na amani na Mola wako aliyekuumba. Okay. Sasa swali langu linakuja hapa. Nataka wewe unithibitishie kwamba Yesu alisubmit kwa huyu Mungu ambaye ni Allah, huyu Mungu ambaye hana mwana, huyu Mungu ambaye tunampata kwenye Qur'ani. Sawa? Kwa sababu kabla ya Qur'ani ije watu walikuwa wakiabudu, si ndio? Wayahudi walikuwa wakiabudu. Na sasa ndio nataka uniprovie ya kwamba Yesu aliabudu huyu Mungu ambaye ni Allah. Unaona? Na wacha nikurahisishie. Hautanionyesha kwa Qur'ani kwa sababu Yesu aliishi kabla ya Qur'ani kukua. Kwa hivyo nataka uende kwa kile kitabu cha mwanzo zaidi ambacho unaweza nithibitishia kwamba Yesu alikuwa Muislamu. Kwanza vitabu ya mwanzo zaidi ambazo zilikuja kabla Qur'ani iko Taurati, Zaburi na Injili. Lakini sizioni hizo vitabu. Kama zingekuwa ziko duniani saa hii ningekuonyesha. Lakini tunaambiwa haziko. Qur'ani inasemaje? Qur'ani 6:91. Qur'ani 6:91. 691. Sikiza baba. Haya, fungua hapa mimi nataka 691. Na Mayahudi hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama inavyotakiwa kumheshimu. Waliposema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote juu ya binadamu yoyote. Yaani Wayahudi walikuwa jeuri tangu zamani, ni jeuri, wanapinga maneno na wakaua wanabii wengi sana juu ya binadamu yoyote. Walisema maneno haya wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kuwa Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu. Kwanza walipinga Qur'ani wakati kwanza, let me give you a bit of history kwa sababu hiyo mnakwepa hata muambiagwi na wale wanajua pia wataki kuambia watu. Katika mji wa Madina, hiyo mji ya Madina hii iko Maka, iko kule Saudi Arabia. Hiyo mji ilikuwa ni mji ya Wayahudi.
haikuwa ni mji Waarabu wanaishi pale. Ile ni mji ya Mayahudi na ilikuwa haikuwa inaitwa Madina, ilikuwa inaitwa Yathrib. Mayahudi walihama kutoka kule Jerusalem, kule Kanani, Palestine, wakaja wakapanda kwa sababu walikuwa wamesoma katika Taurati na Injili ya kwamba kuna mtume atatokea pande Arabuni. Sasa wapi hapo tunasoma? Ndio Qurani sisi tunaambiwa na Qurani. Qurani tunaambiwa walikuwa wamesoma. Taurati hamna Taurati. Ndio ni habari tunapewa. Habari, Qurani na hadithi tunapewa kila kitu. Sasa kama unasema ilisoma katika Taurati. I'm trying to give you some bit of history of which you don't know. Sasa unaona hata umenikata hata kama nilizia kumalizia. Kidogo tu ndio tunaendelea. Sasa ukiniambia ilikuwa inasema katika Taurati, alafu unaniambia saa hiyo Taurati hakuna. Tumeambiwa hakuna, mimi siwezi kulazimisha kaka. Nakupa habari ya zamani ambayo huna habari. Kwanza nikuulize swali. Ngoja kidogo, taratibu. Kuna town inaitwa Madina ambayo ndio Mtume Muhammad amezikwa. Hiyo town nilikuuliza katika historia yake. Zamani, miaka ya zamani hiyo 6th century ilikuwa inaishi watu gani? Hiyo sijafuatilia. Tunaona sasa. Hiyo sijui. Ndio nataka kueleza utaki. So, wataka tuache huko. Sasa tuende na vitabu. Tuachane na hiyo. Hiyo tuache hiyo. Nilikuwa nataka kukupa historia lakini wacha tusome hizi. Na Mayahudi hawakumheshimu Mwenyezi Mungu kama inavyotakiwa kuheshimiwa. Waliposema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote juu ya binadamu yoyote. Walisema maneno haya wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia kuwa Qur'ani ni kitabu alichokiteremsha Mwenyezi Mungu. Sema ni nani aliyeteremsha kitabu alichokileta Musa? Anaambia sasa wajibu. Jibrili ameshaleta answer. Waambie hawa Mayahudi nani alileta kitabu ambayo kilikuwa na Musa? Kitabu alichokileta Musa chenye nuru na uongovu kwa watu. Mlichokifanya juzu, yani chapter mkagawanya hiyo kitabu. Ndio naona mkagawanya ile kitabu mkasema kuna Genesis, kuna Genesis, kuna Leviticus, kuna Numbers, kuna Deuteronomy. Mkagawanya. Usikia maneno ya Qur'ani, hii maneno ilisemwa na Mtume 6th century. Anakuambia na Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Musa kilifanywa juzu kwa sababu Musa hakuteremshiwa kitabu kinaitwa Mwanzo ama Kutoka ama Walawi, hakuteremshiwa kitabu kinaitwa hivyo. Musa alipewa kitabu hii inaitwa aje? Inaitwa Torah. Torati. Ngoja kidogo, nimalize. Ndio utaongea tu. Kitabu alipewa kitabu hii. Lakini kwa sababu ya ujeuri wa Mayahudi, hiyo kitabu wakagawanya ile kitabu. Ndio unaona imeandikwa ati kitabu 5 ya Musa. Numbers, jina Deuteronomy kwanza ni jina la Kigiriki. Exodus inatokana na jina Exodus, ni jina la Kigiriki. So hii kitabu imegawanywa hivi ambayo sio ile ya Musa. Kitabu cha Musa ni ngapi? Moja, Torah. Na katika Biblia zote katika Kizungu hakuna jina Torah. Na kama mimi uniprove wrong, Biblia zote za Kizungu wametoa jina Torah, kitabu ya Musa, wameandika the law. Ni kweli longo? Hiyo sijui. Imeandikwa the law. Nataka uangalie pahali yote imeandikwa Torah katika Kiswahili, alafu uingie angalia. Nataka ufanye hivi mwalimu. Ufanye hivi. Katika popote wameandika Torati katika Kiswahili, kwa sababu Kiswahili hawajatoa. Wameandika Torati ni Torati kwa sababu ndio kitabu walipewa. Lakini ukienda kwa Kizungu wameandika the law of Moses. Lakini hii jina Torah ni Mayahudi walitoa hiyo jina Torah, na Mayahudi kwa information, Mayahudi siku hizi walitoa ile Torah kitabu cha Musa kwa sababu sheria zilikuwa wanaona ni mzito sana. Mwizi ukiua mtu unafaa na wewe uawe, mwizi akiiba ukate mkono, mtu akizini anapigwa mawe. Mayahudi wako wanataka hizo sheria, ndio wakabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu yote. Na ndio kaona Mayahudi saa hii duniani wanasoma kitabu kinaitwa Talmud. Urongo kweli? Talmud sio? Na dini yao wakaacha ile dini yao ya asili ambayo ilikuwa ya kina Ibrahimu na manabii wengine. Wana dini tunakuja bwana, tunakuja. Wakafuata dini yao wengine wakatengeneza inaitwa Judaism. Ni kweli urongo? Judaism. Hiyo ni urongo. Hiyo ni urongo. Wayahudi si Judaism? Yes, Wayahudi ni Judaism. Hata Yesu mwenyewe. Na dini yao? Dini yao si ndio Judaism. Wale ndani ililetwa na nani? Hiyo dini. Okay. Kwa kitabu kwa Biblia iko?
Judaism kuna hapa iko. Kwa hii tunaenda pole pole. Nimekusikiza kabisa. Sasa kabla uniulize swali ya Judaism, shikilia Biblia mzuri. Shikilia Biblia mzuri. Sasa tulikuwa tunaongea maneno ya kuhusu Yesu na dini na Uislamu. Turudi huko. Sasa turudi huko. Tusiende mbali. Turudi kwa line ndio tuende. Nilikuwa nataka kuona kama unaelewa hii maneno, ndio nikaenda mpaka nikaenda beyond. Haya. Okay. Sasa Torati hakuna. Injili hakuna. Ndio naona injili ile iko katika Biblia ni injili zimeandikwa na watu wengine. Injili kama alivyoandika Mathayo, alipoandika Luka, Paulo pia ana kona yake, Peter akona yake. Paulo akona injili. Akona injili yake. Paulo akona injili. Akonaye. Jo achukua. 2:7. 2:7. Ngoja kidogo. Ali mwache huo wa nje. Mwache huo wa nje Ali. Twende Ali. Twende. 2:7. Paulo akona injili yake. Kitabu cha kitabu gani? 2:7 Wagalatia. Ya wasiotahiriwa. Wewe kama umetahiriwa hiyo sio yako. Haya. Injili ya Paulo ni ya wale wanaotahiriwa. Hii si ya Yesu. Injili ya Yesu iko wapi? Ndio nauliza kwa sababu iko hapo kwa Biblia, ninaambiwa Yesu alikuwa na injili yake, ilienda wapi? Wagalatia. Nani aliwaloga nyinyi wa Galatia? Jio walirogwa na nani? Hawasikii injili bwana. Na mmoja wao ni wewe. Tatu ngapi? 2:7. 2:7. Ticha tunakwanga naye. 2:7 inasema hivi. Bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa. Kwanza Paulo, wewe maliza, mimi ndio nimetoa andiko. Utatoa yako utatueleza. Paulo anasema basi walipoona nimekabidhiwa injili ya wasio nini? Tahiriwa. Aendelea sasa. Kama vile Petro. Na Petro naye akona yake, ya wale waliotahiriwa. Unaona sasa? Hiyo ni injili ngapi? 2, sawa? 2:8 Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza 2:8. Haya. Timotheo wa kwanza 2:8 ndio hii baba. Basi nataka wanaume wasalishe. Timotheo wa kwanza 2:8. Mbona ndio wa pili? Wa pili 2:8. Haya. Wa pili 2:8. Haya. 2:8. 2:8. Mkumbuke Yesu Kristo. Sikia sasa maneno hapa. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi. Ndio. Kama inenavyo injili yangu. Injili ya nani? Injili ya Timotheo. Amesema kama inenavyo injili gani? Yangu ya nani? Ya Paulo, sorry. Ni ya Paulo ama ni ya Yesu? Hii ni Paulo ameandika. Sawa. Tuende kwa Yesu sasa. 1:14 Marko. Yesu alikuwa na injili yake. 14 mambo ni ya Marko. Nataka injili ya Yesu mniambie mlipeleka wapi? Sijui mnafuatanga gani? Injili ziko nyingi. Haya. Mambo ya Marko 1:14 inasema. Inasemaje? Sikize vizuri Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Alafu tubuni na kuamini injili. Kumbe Yesu alikuwa na yake injili yake. Tubuni na muamini injili. Ilienda wapi? Okay, sasa nyinyi ndio Wakristo mtatueleza. Alright. Hata nimeshagaa. Tumeruka huku tumefika huku. Tulikuwa tumeenda. Tunataka turudi kwa line. Tunaenda mbali. Unajua kwanza nimeenda huko kwa sababu tulikuwa tuko katika upande ya nini ya injili. Kwa sababu nilikuwa najaribu kumwambia mwalimu hapa ya kwamba injili zile vitabu zilikuwa zamani, original copies hakuna. Okay. Ndio naona sasa kama hii mliletewa hii imetokana na King James. Okay. Ni kweli? Ngoja kidogo. Wewe taratibu. Hii imetokana na King James. Ambaye alichagua waandishi 46 katika council yake. Yes. Wakaandika nini? Injili. Wakaandika hii kitabu. Yes. Hii inaitwa Bible. Imetokana na jina ya Kigiriki, inaitwa Biblos. Biblos ni mkusanyiko wa vitabu. Unaona sasa? Yes. Ama kuna ingine iliandikwa before 1611. Kunaye? Kuna ingine kuliko hii? Hata ya lugha nyingine iko? Iko, yes. Leo gani? Gani? Ya Kiaramu.
Iko wapi? Iko bado. Wapi? Tafuta mtandao utafungua. Wapi? Wapi imeshaonekana wapi? Biblia hii. Tuambie hata nchi gani? Kwa mtandao. Biblia tuko nayo ndio hii. Yes. Kama iko utasimama kando utotolee utuambie ndio hii ilikuwa ya Aramayo. Yes, kwa sababu Biblia sasa ile kitu iliyoko ndio tuzishinde hapo. Umeuliza sana. Hujapea chance niongee. Sasa kile ambacho nilikuwa nataka kukuuliza ni hivi na tumeenda mbali sana. Umeniambia ya kwamba Yesu alikuwa ni Muislamu, nimesikia hiyo. Na mimi nilikuwa nataka proof unionyeshe ya kwamba Yesu alikuwa Muislamu. Na proof uwezi ingia kwenye Qur'ani unionyeshe proof kwa sababu Yesu aliishi kabla ya Qur'ani. Ukaniambia ya kwamba hii injili ambayo tuko nayo ama hiyo injili ya Yesu hiyo ya correct haiko. Si ndio? Haiko. Kwa hivyo kama haiko sawa, si ndio? Kama haiko hii injili ya Yesu wa kweli ambayo unaweza niprovia. Sasa unaweza niambia aje ya kwamba Yesu alikuwa Muislamu kama hauna proof? Okay, sawa. Maliza. Kwa sababu hata ukienda kotini, sawa? Ukasema mimi ni muizi kulingana na wewe, si ndio? Ukiulizwa hebu tupatie proof. Huyu mtu ameiba kitu gani? Kama hauna proof, sasa wewe unataka nikupe kwa kitabu gani? Acha nimalize mwalimu bwana. Wanipeleka haraka. Kwa hivyo mimi nasema hivi, kama hauna proof ya kunionyesha kwamba Yesu alikuwa Muislamu, kwa sababu ukiangalia Biblia Biblia ilikuwa imeandikwa Old Testament ilikuwa imeandikwa in Hebrew. Sawa? Na hiyo Biblia tuko nayo. Iko wapi? Na tuko nayo. Ndio hii imetranslatiwa. Biblia ya Kihebrew iko na ukitaka Biblia ya New Testament Agano Jipya imeandikwa na Luka 2. Iliandikwa mwaka gani? Mwaka sikumbuki. Qur'ani imeandikwa 632. No problem. Nini nakupa date? Good for you. Biblia iliandikwa mwaka gani? Okay. Sikumbuki mwaka. Yes. Na iliandikiwa nchi gani? Qur'ani imeandikwa pale Maka. Imekuja na mtume pale Maka. Okay. Ngoja kwanza tukusaidia. Wewe akishindwa atakuita. Hajashindwa. Okay. Hapana, huyu ni msomaji. Okay. Sasa kile cha maana nilikuwa nataka kuuliza. Wewe uliza tu swali lako. Nataka uweke swali. Mpaka sasa hivi hujaniweka swali sasa. Okay, wacha niweke vizuri, sawa. Kama unaniambia Yesu alikuwa ni kwanza kabisa. Hii injili yangu hii ilikuwa kabla ya Muhammad kukuwako, sawa, ambayo ndio Matthew, Mark, Luke and John. Sawa. Hivi ndio injili ya Yesu Kristo ambaye iliandikwa. Sawa. Nambari ya pili okay. Ukisema mimi nakataa. Injili ya Yesu ilikuwa kabla ya Qur'ani. Injili ya Yesu ilikuwa kabla ya Qur'ani. Lakini injili ya Mathayo, Luka na nani si hata before Qur'ani. Hiyo nakukatalia. Okay, kama lakini ile ya Yesu ile alipewa na Mungu, hiyo ilikuwa kabla ya Qur'ani. Okay. Lakini hii ya Mathayo na nini hii ni kitu ya 14th century. Okay. 14th century ndio imeandikwa. Okay, wacha nikuulize hivi. Injili ya Yesu wa kweli uliwahi iona? Mimi sijaiona. Lakini nakumbushwa na nabii naambiwa katika Qur'ani ilikuwako. Okay. Unajuaje basi Matthew, Mark? Wewe unayo injili original ya Yesu? Mimi niko nayo. Iko wapi? Matthew, Mark, Luke and John ndio hii. Hiyo ni ya Yesu. Yes, mimi nasema hii ni ya Yesu. Sawa. Kivipi? Injili kama alivyoandika Mathayo hiyo ni ya Yesu. Anasema Matthew. Nataka tuone taratibu. Okay. Injili kama alivyoandika Mathayo. Yeah. Kama alivyoandika Injili kama alivyoandika Karioki. Ni ya nani hiyo? Hiyo ni ya Mungu. Ni ya nani hiyo? Imeandikwa injili ya mtu fulani, injili ya Yesu Kristo kulingana na mwandishi ni fulani anayeandika injili ya Yesu Kristo. Sawa? Hivyo ndio inasema. Na sasa swali ambalo nataka kukuuliza, umekataa injili yangu sio injili ya Yesu. Sasa nataka nikuulize hivi ndugu yangu. Wewe umewahi iona hiyo injili ya kweli ya Yesu? Umewahi sema hiyo? Mimi siiona. Tumeshaambiwa injili ilikuwako. Injili sisi hata tumeiona. Sisi injili tutashinda hapo. Injili tuliambiwa ilikuwako zamani, Torati ilikuwako zamani na nini? Kwani nawasinya hapo? Si kuhusu sinya. Nauliza hivi, wewe ngoja kidogo. Ngojeni kidogo. Taratibu. Hapa tuko kwa kiwanja saa hii. Unaamini kitabu gani hapa katika hizi mbili? Hiki. Hii kitabu inasema Yesu alikuwa dini gani? Tuachana na hiyo. Hiyo mwalimu weka kando kabisa. Weka kando. Hii tuambie sasa kwa mujibu wa hii. Nisikize kwanza. Sitoroki, nasema hivi. Wewe mimi nimekwambia Yesu alikuwa Muislamu. Ukasema nisome Qur'ani. Kwa sababu Qur'ani inanieleza Yesu alikuwa Muislamu. Na wewe unaamini kitabu gani? Yesu alikuwa dini gani kwa mujibu wa hii? Yesu alikuwa anaabudu dini inaitwa Judaism.
Sawa, tole. Tunaenda pole ndio tuelewane, sawa. Na Judaism ni dini ambayo watu walikuwa wanafuata Agano la Kale, Old Testament. Sawa. Na Yesu wakati alikuja akifuata Agano la Kale, sawa. Na Yesu aliingia kwa sinagogi akiabudu akitumia Agano la Kale. Sawa. Kwa hivyo na ukiangalia niko na proof bado Yesu alisoma kwa mfano. Ngoja kidogo. Najua tu taratibu. Najua tusidanganya watu. Jua linawaka na ni mchana. Umesema Yesu alikuwa dini ya Judaism. Si ni kweli? Yes, naomba Biblia iko hapa. Naomba udhibitishia watu ndio nao wakasome nyumbani ati Yesu alikuwa Judaism. Wasitoke hapa na urongo wako ama urongo wangu. Si ndio? Yes. So kwa hivyo wewe toa Yesu alikuwa Judaism. That's all clear. Yes. Okay. Maswali. Okay, niko na nini nimeandika hapa? Wewe ndio umeandika? Nime screenshot kutoka kwa online. Okay. Okay. Time inaenda. Unajua time inaenda, nataka kuchukua maswali mengine. Niko nataka kusoma hapa kana kwamba ukiingia kwa mfano ukiingia kwa mtandao, sawa, uandike Yesu alikuwa anafuata kitabu gani, utaonyesha ya kwamba Yesu alikuwa anafuata dini yao wakati hata kwa sasa hiyo dini ambao wanangojea Masia akuje inaitwa Judaism mpaka leo iko. Lakini kwa Biblia haiko. Haijasema Biblia kwamba Yesu alikuwa. Kwa hiyo haijasema. Basi umeshajibu swali. Ulikuwa umesema vibaya. Ulikuwa umesema Yesu ni Judaism, lakini kumbe kwa Biblia Yesu sio Judaism. Eleza. Let me prove. Okay, 2 minutes. Alafu mtaniuliza kama ni Yesu ni Mungu ama si Mungu. Okay. Sasa wewe si Mungu bado. Yes, mtaniuliza bado niko hapa mtaniuliza. Okay. Sasa niko nataka kuambia hivi hapa. Watu ambao walikuwa wanafuata Judaism ni watu ambao wanafuata Agano la Kale. Mpaka leo wako. Hiyo dini mpaka leo iko. Sawa. Ni venye tu hawakumwamini Yesu ya kwamba Yesu ni Mungu. Sawa, hiyo ndio tofauti. Agano la Kale ilikuwa kitabu ya nani? Inaitwa ndio hii bado iko. Na sasa hivi hata kwa sasa, saa hii ukienda kitabu yao inaitwa Tanakh. Ukiangalia Tanakh ni nini? Utapata ni Agano la Kale ambalo bado hii Biblia yetu iko exactly the same kama hiyo yao. Sawa. Na ukisoma Agano Jipya inasema ya kwamba Isaiah I think ni 48. Isaiah 48. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaambia neema imeshuka kwa watu wa Israeli. Kama una andiko lisomwe, wewe usisome. Usiseme kwa kichwa. Tunataka tusome. Kwanza tumeshaona Yesu sio Judaism. Kwa sababu mimi namfuata Yesu ambaye alikuwa ametabiliwa sawa, ambaye atakuja kufa. Ngoja kidogo. Hebu nikuulize. Hapa jua mchana. Hii Biblia unaiamini? Yes, 100%. Kabisa. 100%. Kila kilichoko hapa ndani unaamini? Na ikisema kitu utakataa? Hapana. Utakataa? Jamani, tuelewaneni. Ikisema ngoja kidogo. Ndio nakuuliza. Swali yetu ya msingi ilikuwa ndio hiyo nakuuliza hivyo. Kitu yote utasema hii Biblia utakubali? Yes. Shika mwalimu. Okay. Tulia sasa. Sasa tulia na usikatae. Tulia sasa. 4:14 Luka. 4:14 mambo ni ya Luka inasema. Sasa huyu jamaa anasema alikuwa anasoma sijui kitabu gani? 4:14 naanza 14 kwa 6. Anzia 14. Yesu yajulikana ni nani? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hiyo ni ya kwanza. Somea Matendo 15:21. Matendo 15:21. Haya. Inasema hivi. 21 inasema. Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato. Katika wapi? Katika masinagogi. 9 Matendo. 9 Matendo. Sasa tukuje kwa mambo yenyewe. Ndio tunakupeleka chuo sasa. 9 Matendo inasema. Inasema hivi. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi. Kumbe kwa sinagogi haikuwa moja, ile ilikuwa Yerusalemu. Zilikuwa ziko nyingi sinagogi ililoitwa sinagogi la Mahuru. Mahuru walikuwa na yao.
na Wakerene na Waskandaria na wale wa Kilikia na Waasia wakaondoka kujadiliana na Stefano. Ukitulia sasa. Sawa, 6:9. Hapa tunaambiwa kwamba Yesu mafundisho yake yote yalikuwa yanapatikana kwa nyumba inaitwa synagogue. Musa hivyo hivyo. Wakerene na Waskandaria hivyo hivyo. Hii ngoja kidogo, si subiri, ngoja kwanza, wacha kubabaika kwanza kwa sababu sasa nauliza hivi. Hii sinagogi kwa mujibu wa waandishi wa Biblia ni nini? Ni hekalu. Ni hekalu. Wewe na Biblia nani mkweli? Mimi na Biblia. Biblia ni mkweli. Haya, naomba tuangalie. Ngoja tulia ticha. Alisema mambo yote iko kwa hii Biblia anakubali. Ama hakusema? Si alisema hivyo? Sasa ngoja uone ikataa sahihi. Soma. Ngoja isome. Tulia basi tulia, ngoja isomwe. Sinagogi. Na ulisema ni hekalu Sinagogi ni nini? Sio hekalu. Sinagogi msikiti wa Wayahudi. Kumbe walioandika Biblia si Waislamu waliandika. Si Waislamu tu kuandika Biblia. Biblia hii ni kupewa, tumepewa watu na wale watu wa Jehovah Witness wanakuja wakihubiria, hata Waislamu wanaingia nyumba za Waislamu wanatuhubiria, wakatupatia. Na tukaisoma tukaona kumbe hata hii kitabu ni yetu, sio yenyu. Tukaona hata hii ni yetu. Ngoja kidogo, tulia kwanza. Wacha niongee. Kwa sababu kumbe Yesu alikuwa anaenda msikitini. Musa alikuwa anaenda msikitini na waandishi wa Biblia hawa walikuwa wameongozwa na Roho Mtakatifu. Wazee 70 walipelekwa London 1952 wakatranslate from English version to Kiswahili version. Wakatuandikia kwamba ukiona neno sinagogi katika Biblia usishinde ukihangaika, rudi nyuma ya Biblia, kuna dictionary pale inaeleza, inasema ukiona sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Na Yesu alikuwa msikitini, Musa msikitini, Wakerene, Wakilikia walikuwa msikitini. Kumbe nikajua kwamba kumbe Yesu alikuwa dini gani? Alikuwa alikuwa na kwa mujibu wa hii. Yesu alikuwa dini gani? Kwa mujibu wa Biblia. Yesu kwa Biblia haijasema alikuwa na dini. Kwani kwa hivyo wale waliandika hapa wako wajielewi? Okay. Nataka uniambie waandishi wa Biblia walikosea, wewe ndio unajua kuliko waandishi. Mimi sijasema najua kuliko. Basi kama ulisema unakubali kila kitu kimeandikwa hapa, si ndio? Na saa hii umekataa kama jua linawaka. Umekubali. Kama Yesu ni Muislamu. Short and clear story. Twende kwa mtaki niulize swali. Wacha chukua swali. Umeongea sana. Wacha chukua swali lingine. Maswali ni mengi. Sinaona usiona maswali. Wacha chukua swali lingine. Mwalimu ticha. Leo nimekupa time mrefu sana. Time umeisha, angalia saa. Angalia kwa dakika ngapi? 1 minute. Sasa angalia, umeongea masaa mangapi? Kutoka tuanze hapa saa 11. Huwa anataka swali, sasa tutaulizana. Wewe Yesu ni Muislamu na hawezi kuwa Mungu. Tunapatia 1 second alafu kaka, tukutane kesho. Sababu huyu jamaa. Okay, ndugu mwingine akuje. Hajaomba usaidizi. Ngoja kidogo ndugu yangu. Hajaomba usaidizi. Okay. Huyu hajaomba. Mbona unadharau mwanaume? Mbona unadharau wewe? Ngoja kidogo. Taratibu. Mbona unadharau mwanaume mwenzako? Basi kama hujamdharau, muache yeye. Hajaitisha usaidizi. Akiitisha atakuja. Haya, wacha tufanye hivi. In short, kwa sababu ya time. Wewe umeongea kutoka saa ile tulianza saa 11 na saa hii inaenda 6:30, hata bado dakika 5 tufunge. Kwa hivyo wacha nichukue swali moja na wacha kidogo, nasikia masharti ni hivi. Hatuwezi rudia swali la sinagogi tena hapa. Tumeshamaliza. Kama una swali lako ambayo si ya sinagogi. Jamani tuelewaneni. Kwa sababu nikupoteza time hiyo. Nauliza una swali ambayo si ya sinagogi? Haya, njoo. Haya. Majina yako ni vizuri kujuana, Mimi naitwa Hassan, mimi ni Muislamu na wewe? Mimi ni Hezron, Mkristo. Asante sana. Weka swali. Swali langu nauliza hivi, Injili yenu ni gani? Sisi hatuna Injili, tuko na Qur'an. Kitabu yetu haiitwi Injili, inaitwa Qur'an. Hiyo Qur'an imekuwa inspired na nani? Na Mwenyezi Mungu. Nauliza swali zuri. Sawa? Kama wakiso ungeruhusu. Nisome? Some ama?
Soma. Ameuliza 26 192 soma. 26 26 192. 196. Napita iende wapi? 192. 26 192 Haya. Sasa kuna mlokole mwingine anachanganya hapa. Analeta ushabiki hapa na ni maneno ya Mungu. Haya. 92 Bila shaka. Bila shaka. Hii Qur'ani. Hii unauliza ndio hii sasa inasema hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa walimwengu wote. Swali la pili. Kulingana sasa hii naomba mnieleze kwa mujibu wa Biblia, nami nipe nafasi nieleze kwa mujibu wa Biblia. Je, hii si kuuliza swali? Nauliza swali sasa. Je, Yesu ni nani kwenu? Yesu ni nani kwetu? Vizuri sana. Vizuri sana. Nimesema kwa Biblia. Unataka kwa Biblia? Biblia mimi ni Mkristo. Kwa hivyo utaki funga. Funga. Yesu ni nani kwa Biblia? Haya. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Waebrania 3:1. Waebrania 3:1. Swali nzuri. Kama Wakristo wangeuliza maswali kama hii, wangekuwa Waislamu wote. Wangekuwa Waislamu kweli. Waebrania 3:1. Kitabu cha Waebrania 3:1. Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume kwanza ni mtume na kuhani mkuu wa muungano yetu. Nani? Yesu. Unaona sasa. Tunaamini yeye ni mtume. Yeye ni mtume wa Mungu. 3:16 Yohana. John 3:16. Kwa maana hata sifungui. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alitoa mwanae pekee ili tuwe na uzima wa milele, si ndio? Na tuwe na uzima wa milele. Huu ni gani? Yohana 17:3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ngoja kwanza. Uzima wa milele wajue Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Nifungulie kwa Biblia ama kwa Qur'an, nasema hii uzima wa milele wajue Mungu na Muhammad. Wewe umeuliza habari ya Yesu, hukuuliza mambo ya Muhammad. Unataka kujua una compare nini? Ngoja kidogo, ngoja kidogo taratibu. Unajua hujatufundisha kwanza mambo ya Yesu. Huyu Yesu huyu. Wewe umeniuliza Yesu ni nani katika Biblia. Si wewe umeniuliza? Nimemjibu sikumjibu. Si ndio? Sasa wewe huyu Yesu ambaye umenitolea saa hii, alitumwa kwako? Ndio. Wapi kwa ndiko gani alitumwa kwako? Soma Yohana 3:16. Ndio alitumwa kwako. Nimuulize Yesu mwenyewe? Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii. Soma. Kwa maana jinsi hii. Soma maandiko. Unataka maandiko? Soma. Wewe kama unakosea? Hii ni kompyuta bwana. John 3:6 ndio hii hapa. Soma. Mimi nataka wewe usome. Angalia ndio hii. Si wewe kwa maana sio ndio umetoa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Umeenda shule? Uko kwa ulimwengu wa kidogo. Wewe na ulienda shule? Si umesema nifundishe. Nauliza hivi, ulienda shule? Nilienda. Mungu aliupenda wakati gani? Aliupenda wakati gani? Uliopita. Kwa hiyo ni wakati wa kale. Wakale aliupenda nini? Ulimwengu. Hiyo wakati ya kale. Nani huyo alitolewa? Yesu. Yesu alikuwa kwa wakati ya kale? Biblia inasema ndiye alitolewa. Alikuwa. Na mimi nasema sio huyo. Nipe fungu wa Biblia. 4:22. Ameuliza Ali. 4:22. Huyo alitolewa ndio huyo. Yohana. Kwanza kutoka. Zamani kwa sababu andiko linasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wakati uliopita zamani, sio wakati wa Yesu. Kutoka ile 22. 22 mambo ni ya kutoka.
Tena yeye anasema mwanae wa pekee. Nawe Mungu ana mwana mmoja katika Biblia, my friend. Bwana ni wengi kwa Biblia. Inasema hivi. Sikia huyu. Nawe umwambie Farao. Huyu Musa anaambia unaenda kumwambia Farao. Mwambiaje? Mwanangu mimi. Ni mwanangu mimi. Mzaliwa wa kwanza wangu. Kumbe firstborn ya Mungu kwa mujibu wa Biblia ni nani? Sasa tuende kwa Mithali. Kumbe firstborn ya Mungu kulingana na mujibu wa Biblia ni nani? Israeli. Ni nani? Ndio nakuuliza, firstborn ya Mungu ni nani kwa mujibu wa Biblia? Si ndio hii Biblia iko hapa? Ruka sasa hii kama alivaruka. Israeli. Firstborn ya kwanza ya Mungu kwa mujibu wa Biblia ni nani? Tuende Mithali. Si tuende Methali, andiko hii jibu. Ambaye ni nani? Israeli Yakobo. Israeli ni nani? Yakobo. Kumbe tuna kwa mujibu wa Biblia, firstborn ya Mungu tunaambiwa ni Yakobo. Yesu atakuwa namba ngapi? To compare verses. Nakuuliza Yesu atakuwa namba ngapi? Kwa sababu tumeshapata firstborn. Yesu ni namba ngapi? To compare verses. Mithali 8:22. Mithali 8:22. 8:22. Mambo ya Methali. Tena kwa Methali. Hiyo sina gani ya kale bado? Tunatumia bado. Twende soma. Ndio mambo mengine sasa. King James Version. Inaitwa King James Version. Methali ngapi? 8:22. Nataka mambo ya Suleiman. Mambo ya Suleiman. Mambo ya Suleiman. 8:22. Ufike 24. 22:24 soma. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Wakati visipokuweko vilindi na alizaliwa, wakati zisipokuweko chemchemu zilizojaa maji, kabla ya milima hajawekwa imara, kabla ya vilima nazaliwa. Iko sawa? Huyu nani anaongea hapo? Huyu ni Suleiman. Anasema alikuwa na Mungu tangu dunia kabla haijaumbwa, yeye alikuwa na Mungu. Ni Suleimani huyu, mtoto wa Daudi. Suleiman alitukuka hapo. Ni Suleimani alitukuka. Sisi amesema, alisema tena, anasema mwenyewe nalitukuka. Proverbs 8:22. 8:22. Kumaanisha Suleimani alitukuka hata zaidi ya Yesu Kristo. Nakwambia hivi. Sasa wewe sijui unaenda wapi. Suleimani mwenyewe amesema nalitukuka. Sasa wewe huwezi kuniuliza hiyo swali kwa sababu ni Suleimani anasema. Suleimani mwenyewe ndio anasema. Soma Biblia. 8:1. Mithali. Masando hiyo. Ndio hiyo. Basi naambia ndaimu ndio hiyo. Basi kesho kuja mapema, usikuja kama umechelewa. Kuja time ya nini? Ule mtu ya jana ndio bwana. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.